Huko haya yakijiri, ubalozi wa Israel humu nchini umetetea hatua ya nchi hiyo kushambulia Iran kwa ushirikiano na Marekani, ikisema kuwa Iran ilikuwa inajiandaa kuunda zana za kinyuklia na kuwa inafadhili shughuli za kigaidi. Haya yanajiri huku Urusi ikiingilia mgogoro huo na kuishtumu Marekani kwa kubuni visingizio vya uongo ili kuipindua serikali halali ya Iran. Na kama anavyoarifu Brenda Wanga, mataifa mengine ya bara Europa yakiwemo Uhispania na Ufaransa yamelaani uvamizi dhidi ya Iran. Huku vita dhidi ya Iran ikiendelea maelfu ya kilomita kutoka Nairobi, ubalozi wa Israel nchini umetetea uamuzi wa kushambulia nchi hiyo. Ubalozi huo unasema Israel ililazimika kuivamia Iran ili kuzuia ugaidi unaodhaminiwa na nchi hiyo na kwamba nchi hiyo ilikuwa inajihami kwa silaha za kinyuklia. Lakini huku moshi wa mashambulizi ukizidi kufuka Tehran, jumuiya ya kimataifa inajitenga na uvamizi wa Marekani nchini Iran. Japo Rais Trump anasema kuwa ilikuwa fursa ya kipekee ya kulemaza uundaji wa makombora ya kinyuklia, mataifa mengine yanahoji kuwa Marekani imekiuka kanuni za Umoja wa Mataifa. It appears that these actions are inconsistent with international law. Bunge la Congress la Marekani pia limegawanyika kuhusiana na kuhusika kwa Marekani kwenye vita hivyo. And it is very clear that this administration has not put forward a viable argument for why the US should be declaring war on Iran and why it has deployed military resources without congressional authorization. Uhispania na Ufaransa zikiongeza sauti zao kuikosoa Marekani. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ameweka wazi kwamba nchi yake haitakuwa mshirika wa kimya katika kile anachokiona kuwa ni makosa ya kimaadili na kimkakati. Y por tanto no vamos a ser cómplices. Hatutashiriki kwenye mambo ambayo ni hatari kwa dunia nzima na yanayokwenda kinyume na maadili na maslahi yetu. Eti kwa sababu tunaogopa vikwazo. Tunajivunia kuwa Uhispania. Moral. Wasi huo umeibua hasira kutoka kwa Rais Trump ambaye anatishia vikwazo na kuonyesha kufadhaika kwake na kiwango cha ushirikiano wa Uingereza. And by the way, I'm not happy with the UK either. That island that you read about, the lease, okay, he made it for whatever reason, he made a lease of the island. Somebody came and took it away from him. And it's taken 3-4 days for us to work out where we can land there. It would have been much more convenient landing there as opposed to flying many extra hours. So we are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with. Urusi vile imeingilia mzozo huo ikiisuta Marekani kwa kubuni sababu za uongo ili kuvamia Iran na kufanya mageuzi ya utawala. Нет никаких сомнений. Uvamizi huo bila shaka ni kisingizio cha kufanya mapinduzi ya serikali ya kikatiba ya taifa lililo huru. Huku makombora yakiendelea kurushwa na Iran, Marekani na Israel, gharama ya kidiplomasia ya vita hivyo ni nzito. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.